la Yesu Kristo. Yesu inakutamani wewe mfalme wa amani. Inakutamani wewe Roho Mtakatifu useme pamoja nasi na kutusaidia. Pale ambapo watoto wako wameona wanahitaji msaada wako, Bwana, ukaseme nao Mungu, kwa kuwa nafsi zao zinakutamani wewe, nafsi zao zinakuhitaji wewe, nafsi zao zinahitaji Roho Mtakatifu wako, nafsi zao zinahitaji maarifa yako ya kimbingu, nafsi zao zinahitaji nguvu yako, Bwana, zinahitaji ulinzi wako, nafsi zao zinahitaji hekima yako, zinahitaji hekima yako na mwelekezo wako, mfalme wa amani. Useme nasi katika ibada hii, useme nasi kupitia neno lako. Mungu, katuvushe katika viwango vingine, utupeleke katika daraja lingine la utukufu, utupeleke katika ufahamu wa hali ya juu katika maisha yetu, juu ya kujua siri zako na zile ambazo umeziachilia katika maisha yetu. Baba, neno lako lifungue uwezo wetu wa kujua, tujue nguvu iliyoko ndani yetu na nguvu iliyoko katika kuhusiana na wewe, nguvu iliyoko katika kushirikiana na wewe. Ututunze, kwa maana wewe ni mchungaji mwema ambaye watu wako wanasikia sauti yako na wanakufuata, na wewe unawapa malisho. Katika jina la Yesu useme nasi hata mwisho. Amen. Naomba uketi katika utukufu wa Bwana. Yapige makofi kwa Yesu. Haleluya. Naomba uketi katika utukufu. Kama una notebook unaweza ukachukua. Kama hauna notebook, basi sisi hapa kanisani tunazitoa wale wageni. Tuna notebook za kisasa kabisa ambazo unaweza kupata taarifa zote unazozihitaji juu ya kumfahamu Mungu na ufalme wake unavyofanya kazi. Bwana asifiwe. Notebook yetu imejaa chaja ya Roho Mtakatifu, anahitaji kuchaji, anahitaji umeme wa TANESCO, iko very smart. Kalamu yote inaingia na unachokiweka basi kinadumu wala hakifutiki. Na zipo, kama ukihitaji wewe inua mkono, wazee watakuona na watakupatia huduma hiyo. Na wazee, naamini mkisikia sauti hiyo macho yenu yanapapasa ile ambayo anahitaji. Na kalamu tunakupa kabisa, wala usiwe na shaka. Bwana asifiwe kanisa. Amen. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Amen. Mungu leo ana ujumbe wa pekee kabisa ambao anatamani kila mwenye masikio asikie. Na ujumbe huu unaendana sambamba kabisa na ajenda ya Mungu ya kuwa mchungaji mwema kwenye maisha yetu. Na ndivyo kalenda ya kanisa inatuambia kwamba Mungu ni mchungaji mwema, na ni kweli. Tumesoma Zaburi somo la kwanza na lile la pili, lakini tumesikia aya ya siku katika Injili ya Yohana inasema, mimi ni mchungaji wa kondoo, na kondoo sikia sauti yangu, wale walio wa kwangu nao wananifuata, na yeye anawajua, na yeye anawapa malisho. Zaburi ya 23 ambayo tumeikiri inasema wazi, Mungu ni mchungaji wetu, akituchunga anatupa malisho na kila tunachohitaji. Tena anaweka wazi kwamba hatutapungukiwa na chochote. Unachotakiwa ni kukaa nyumbani mwa Bwana milele. Ukikaa kwake, yeye atakuwa mchungaji wako wa daima. Bwana asifiwe. Na vivyo hivyo sisi tulio kwake tunaitwa kuwa wachungaji. Kwa hiyo tuwe wachungaji wema, wachungaji wa familia zetu, wachungaji wa kila kitu, lakini zaidi tumsikie Mungu na tumfuate yeye. Na leo anatupa neno hili la kipekee katika Jumapili ya leo kwa washirika wetu, na sisi kama ni wa kwake tutamsikia na tutamfuata kwa hekima, kwa akili na utulivu. Na Mungu anatamani kile ambacho utakisikia uende ukakisome na ukakitafakari, na uweze kusimama kama wale wana wa Beroya waliposikia neno la Mungu, walifungua maandiko wakatizame na wakaona ni sawa, na wakaendelea kumtukuza Mungu. Natamani na wewe iweze kukusaidia. Ndio maana tunatamani uwe na notebook ili unachofundishwa kikaa nyumbani, umepata muda wa utulivu, fungua Biblia yako alafu uangalie hivi ndivyo ama sivyo. Bwana asifiwe. Ili sasa ibaki wewe na Mungu wako. Sisi tutakuwa tumepaza sauti kama wachungaji, na Mungu anatuambia atakuelekeza kwenye malisho. Wazo la Jumapili ya leo kwa sharika wetu na kile kilichoko mbele yetu,
na kwa manufaa ya maisha yako ya kiimani na ya kimwili. Neno la Mungu linatupa wazo linalosema nguvu ya sadaka ya agano ni siri ya baraka kwako na uzao wako. Nguvu ya sadaka ya agano, sadaka ya agano ni siri ya baraka kwako na uzao wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Watu wengi kwenye maisha na hasa kizazi cha sasa tunaishi kwa neema ya wale wazazi waliotutangulia. Tunaishi chini ya neema ambayo Mungu aliachilia kwa wale wazazi wetu waliotutangulia na vizazi vilivyopita ambavyo vilisimama na Mungu sawasawa, vilivyoweka patano na Mungu. Mungu akaachilia agano na wao juu ya vizazi vyao, na hata leo sisi ambao tulioko tunaishi kwa nguvu ya lile agano ambalo wazazi waliliingia zamani hizo, ama hata sasa na hata leo. Na unapojiona unaweza kuvuka vihunzi vingi, unaweza kuvuka mambo mengi na ukafanya mengi, na wengine wakabaki wanakushangaa na wakasema, mbona mimi siwezi? The same age, umri sawa, tunafanya kazi pamoja, tunalipwa mshahara sawa, tunafanya biashara moja, tuna wateja, wanaweza kukushangaa. Lakini kilichoko ndani yako siri, na pengine hata wewe hujui, ni agano ambalo liliingiwa na asili ya uzao wako. Na kama waliingia agano ambalo lilikuwa sio sahihi, ndio maana utajikuta sasa wewe unawashangaa wengine ambao wako wewe kama wewe na kila kitu kama wewe na wanafanya zaidi ya wewe. Lakini kwa nini? Kwa sababu kuna nguvu ya agano inayofanya kazi ndani yao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaposema nguvu ya sadaka ya agano, tunazungumzia mtu anayeenda mbele za Mungu na kumshukuru Mungu kwa mtazamo wa kiagano na sio kwa mtazamo wa kawaida. Kwa sababu kuna kumshukuru Mungu kwa namna ya kawaida, na hata Biblia inatuambia kuna namna ya kawaida watu wanaweza kumshukuru Mungu. Ukisoma Malaki sura ya 1 aya 13 mpaka ya 14, Mungu anaonyesha wazi kwamba sio kila sadaka inaweza ikawa ina nguvu ya namna ya agano, ya sadaka ya agano jinsi ilivyo, na kwamba sio kila sadaka ni kama Mungu anasema kila sadaka ina baraka yake, na anaainisha pale, anasema kwenye Malaki 1:13 hadi 14. Lakini ukisoma Mathayo 23:23, Yesu Kristo naye anasema, anapoambia Mafarisayo na wale watu katika namna ya utoaji wa sadaka. Kwa hiyo kila sadaka ina baraka zake na ina kile ambacho imekibeba. Lakini iko sadaka ambayo ukiitoa kwa mtazamo wa kiagano ni sadaka ya tofauti sana. Mungu anaitoa sadaka hiyo kwa kupitia Yesu Kristo. Anaitoa katika Injili ya Yohana sura ya 3 aya 16. Anamtoa Kristo kuwa dhabihu. Dhabihu ni sadaka ya agano inayotolewa kwa mtazamo wa kiagano. Agano hilo ni kati ya Mungu, yaani ni kwa ajili ya uthibitisho fulani. Kuna kitu fulani kinatakiwa kithibitike kwenye maisha yako. Sasa hilo hicho kitu kiweze kuthibitika, ni lazima kuwe na agano. Bwana asifiwe kanisa. Kwa hiyo fahamu, kwenye maisha yako inatokea hivyo, na wako watu wengi wametokea hivyo. Tunaposoma kitabu cha Mwanzo sura ya 22 aya ya 16 hadi ya 18, maandiko yanasema hii ni matokeo ya sadaka ya kiagano aliyoifanya Ibrahimu na Mungu.
na hii ni mojawapo. Alifanya nyingi sana, lakini ni mojawapo, na hii ndio ile ambayo nataka nikuonyeshe kwamba sadaka hii ina nguvu kubwa sana ya ustawi wako, ya uwezo wako, ya namna unavyoishi wewe na hata kizazi chako cha 3 na cha 4, ambayo Ibrahimu aliitoa. Mungu anamwambia kwa kuwa umetenda jambo hili, wala hukunizuilia mwanao ambaye alifanyika kuwa sadaka, mwanao wa pekee, nitakubariki sana, na katika uzao wako mataifa yote ya dunia watabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana ukisikia tunasema damu ya Yesu ina nguvu, ni uwazi na ni kweli, na nitakuja kuonyesha. Sasa Mungu anasema na mataifa yote yatabarikiwa. Sisi tunaingiaje kwenye uzao wa Ibrahimu? Nitakuja kukuonyesha, na utajua kwamba katika umeingia kwenye uzao wa Ibrahimu. Ndio maana kuna mambo mengine hata pale unapomchukiza Mungu, kuna wakati Mungu anakuachia neema yake na mambo yanaendelea kwenda. Anachohitaji ili yaende kwa zaidi ni pale utaporudi kwake na kuliamsha lile agano ambalo limewekwa. Sasa kama kuna agano ambalo liliweka sio la mapenzi ya Mungu, ndio ambalo linaweza likakugharimu. Na wengi wamegharamika walipoingia katika sadaka ya namna hiyo. Wengi wamegharamika, na hata katikati yetu kuulizana hapa ni wengi, na wengine hawajui hata namna ya kutoka. Mungu anaweka agano na Ibrahimu. Sasa agano hili linaanzia wapi? Kwenye Mwanzo ile sura ya 15. Mwanzo sura ya 15 aya ya 18. Mungu anasema hivi. Neno la Mungu linasema hivi: siku ile Bwana akafanya agano na Abrahamu, akasema, uzao wako nimewapa nchi hii, kutoka mto wa Misri mpaka huo mto mkubwa, mto Frati, Mkeni na Mkenizi na Makdoni na Mhiti na Mperizi na Mrefai na Mwamori na Mkanaani na Mgirigashi na Myebusi. Mungu anamwambia Ibrahimu kwamba leo ninafanya agano na uzao wako. Ibrahimu alikuwa hana mtoto, lakini Mungu anamwambia nimefanya agano na uzao wako. Ibrahimu hana mtoto. Na ili kwa nini Mungu anamwambia nimefanya agano? Sasa rudi juu pale mstari wa kwanza mpaka ufike wa 17. Biblia inasema Ibrahimu alitoa fungu la 10, ile sura ya 15, ya 14 alitoa fungu la 10 kwa kuhani mkuu Melkizedeki. Alipotoa fungu la 10 sura ya 15 ndio inatuonyesha nini kilifuata baada ya Ibrahimu kutoa fungu la 10. Ule mstari wa mwanzoni kabisa, Mungu anamwambia umetoa hii sadaka ya fungu la 10. Anasema baada ya mambo hayo, baada ya kutoa ile shukrani yake, baada ya kutoa ile matoleo ya fungu la 10, na leo ni siku hiyo, anasema neno la Bwana likamjia Abrahamu katika njozi likinena, usiogope Abrahamu, mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana. Abrahamu akasema, Bwana Mungu, utanipa nini? Nami naenda zangu hali sina mtoto, na atakayemiliki nyumba yangu ni huyu Eliezeri Mdameski. Huyu sio mtoto wake. Abrahamu akasema, tazama, hukunipa uzao, na mtu aliyezaliwa nyumbani mwangu ndiye mrithi wangu. Mstari wa 4 anasema, nalo neno la Bwana likamjia likinena, huyu hata kurithi, bali atakayetoka katika viuno vyako ndiye atakayekurithi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Nataka nisimame hapa. Kuna watu leo maisha yao ni stable. Yaani nikisema stable, yani hayatikisiki. Hata ikitikisika bado yuko stable. Bwana asifiwe. Kwa nini? Biblia inasema mali na urithi kijana atapata kwa baba yake. That is the fact of the Bible. Ukimwona mtu amesimama vizuri kimaisha, ukimwona mtu amesimama vizuri kimaisha, ujue nyuma yake liko agano ambalo wazazi waliliweka na Mungu tangu wanampata yule mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Na usishangae
hastawi kama yeye, kwa sababu ya agano lililowekwa. Bwana asifiwe. Na usishangae unaweza mkawa watano nyumbani mmezaliwa, lakini watatu wazazi waliweka agano na hao watoto. Inatekana kwa namna walivyowapata na namna walivyokuja wakaweka agano na Mungu. Hawa watatu wakachomoka kwenye familia, wengine wakabaki. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nikwambie, wakati mke wa Isaka anapata ujauzito, Mungu alitamka na aliweka agano, akamwambia mdogo atakuwa mkubwa na mkubwa atakuwa mtumwa wake mdogo. That is contact. Ile ilikuwa ni covenant ya kimungu, na mama alitembea nayo, na akatembea nayo mpaka ikahakikisha Yakobo anapewa baraka kabla ya Esau. Lakini kwa tamaduni za Kiyahudi anatakiwa kupewa baraka ni mtoto wa kwanza. Lakini hata baba bado alimpapasa na akahisi, akajua huyu sio wa kwanza, lakini alishindwa kukwepa agano la Mungu. Manake Mungu akiweka agano na wewe analithibitisha. Ndio maana Biblia inasema agano langu nalithibitisha. Mwambie jirani yako, weka agano na Mungu. Jifunze kutoa sadaka kwa mtazamo wa kiagano. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. Bwana asifiwe. Tuliishia ule mstari wa 4. Mstari wa 5 Biblia inasema akamleta nje akasema, tazama sasa mbinguni. Mungu anamleta Ibrahimu, anamwambia toka nje. Hana uzao, anamwambia toka nje. Hapa wanaenda, kuna kitu kitafanyika hapa, ndo agano linatokea. Lakini Mungu anampa hii ahadi, halafu anamwambia toka nje. Tazama, akatazama akaona nyota, akamwambia uzao wako utakuwa kama hizo nyota ukiweza kuzihesabu. Mstari wa 6, Ibrahimu akamwamini Bwana naye akamhesabia jambo hili kuwa haki. Agano linahitaji imani. Sadaka yoyote inayotolewa kwa imani ina majibu ya haja ya moyo wako. Zaburi ya 20 mstari wa 3 mpaka 4, Mungu amesema clear, I will fulfill the desire of your heart and I will receive your offerings. Mungu anasema nitatimiza haja ya moyo wako na kuipokea sadaka yako. Kinachotangulia kwanza ni imani katika kile unachokiona. Sasa watu wengi kwenye maisha wanapoona fursa, inatangulia fursa, imani inakuja baadaye, wanafeli. Mungu anasema kwanza tanguliza imani kwanza, alafu fursa itatimia. Kanisa, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tanguliza imani kwenye ile fursa ulionayo. Fursa inajitokeza mbele yako, tanguliza imani. Na ukitanguliza imani utaenda kwa shukrani mbele za Mungu. Na unapoenda kumshukuru Mungu, maana yake umeamini kwamba ni hakika na itathibitika. Unamwambia Mungu asante. Hiyo ndio inaitwa sadaka kwa mtazamo wa kiagano. Wakorintho wa kwanza sura ya 3 aya 6 mstari wa 7. Aya 6 mstari wa 7. Biblia inasema Paulo akapanda, Paulo akatia maji. Lakini apandaye na atiaye maji si kitu, bali yeye akuzaye. Anayekuza ni Mungu. Kwa hiyo unapoamini, maana umemruhusu Mungu akuze kile ambacho unakipanda. Kwa hiyo kama unakipanda kitu, unapanda wazo kwenye sehemu ya biashara, unapanda wazo kwenye familia, unapanda wazo kwenye ndoa, unapanda wazo unalipanda mahali fulani. Unatakiwa utangulize imani ili mruhusu ile akuzae aweze kulikuza lile wazo. Haijalishi kuna watu watafacilitate kwenye ile wazo, watakupa material, watakupa nini, lakini kama hayupo akuzae, utaajiriwa siku ya 3 unaondoka kazini. Lazima awepo akuzae. Na ili akuzae wawepo,
lazima uweke agano na yeye. Ndipo sasa katika hii Mwanzo 15 mstari wa 8 Mungu akasema, Ibrahimu akasema, Bwana Mungu, nipate kujua kwamba nitairithi. Tunza mstari wa 8. Ibrahimu huyu anamwambia Mungu, nipate kujua nitairithi. Hicho ulichokisema. Mungu anasema, ukinitumikia nitakubarikia chakula, si ndio? Maana yake hawezi kubarikia chakula kama chakula hakitakuja mezani. Huyo ni Mungu anasema. Hiyo ni promise. Ukinitumikia nitakuondolea ugonjwa. Maana yake magonjwa yapo. Kwa hiyo Mungu anayaondoa ukimtumikia. Hiyo ni promise. Nitakuwekea ulinzi. Nitawafukuza adui zako. That is a promise. Na promise hiyo ni kama hii anayoleta kwa Ibrahimu, kwamba nitakupa hivi. Ibrahimu anamwambia Mungu, how nitarithi vipi? Mimi sina uzao, sina hiki. Na Mungu akamwambia, toka nje, tizama. Mungu, mimi sina hiki. Yakobo alisema kwenye Mwanzo 28, akamwambia Mungu, ukinipeleka salama, nikirudi salama, nitakutolea fungu la 10. Aliweka agano. Na Mungu akamwambia, umesema Yakobo, utaona. Ngoja nikwambie, haikutokea mara moja. Yakobo akaenda kutumika kwa mjomba wake Labani miaka 14. Ndipo Yakobo anafanikiwa, anatoka. Anapotoka anapewa vinyonge. Alafu Mungu anampa neno, anamwambia Yakobo, uliweka nadhiri, uliweka agano na mimi, tukakupatana kwamba nitakupeleka na nitakurudisha, utatolea fungu la 10. Umetoka kwa mjomba wako, na umetoka kwa mjomba wako sababu mjomba wake alikuwa na maagano ya kiganga. Biblia inasema Labani alikuwa na vitu vya uchawi. Toka kwanza ili yule mjomba asije akajisifia uchawi ndio umefanya hivi. Kanisa, Bwana asifiwe. Kwa hiyo alipotoka, Mungu akamwambia usiku, akamwambia chukua mti, chomeka katikati ya mbuzi na kondoo wenye madoadoa. Akachomeka katikati, maana yake ni msalaba ukawekwa katikati, agano la msalaba. Biblia inasema vikaongezeka zaidi na zaidi. Haleluya kanisa. Kwa hiyo usije ukasema hauna kitu. Fanya agano na Mungu. Vitu vipo, mawazo yapo. Usishangae mbona mtoto wangu anasoma na huyu anamzidi kila kitu na wako sawa, kwani kuna shida gani? Angalia wazazi wake wanasema nini. Nenda kajifunze kwenye kitabu. Natamani nikupe haya kwa sababu ya muda wetu. Kajifunze kwenye kitabu kile cha Samuel wa kwanza, sura ya 1. Alafu uangalie, nataka mzazi ujue wewe unaishi kwenye maisha yako, unafanya kazi. Ujue kwa nini nafanya kazi mimi na fulani, mbona huyu ana improve mimi na inakuwaje? Kwa nini tunafanya biashara sehemu moja, au tunafanya biashara aina moja eneo hilo, au pengine vyovyote tunalima wote alizeti, lakini mbona alizeti zake wewe zinaenda, mimi inakuwaje? Ngoja nikwambie, usipambane naye, kwa sababu if there is a covenant between him or her na Mungu, hakuna watakachoweza. Sasa Mungu anashughulikia agano hata miaka 400. Ndicho anachomwambia Ibrahimu. Miaka 400 anakuja kuwatoa wana wa Israeli, lakini ni agano. Anamwandaa Musa, anafika mahali anaingia gharama, anasema nitapoteza uzao wa kwanza wote, lakini watu wangu watoke. Why? Covenant ambayo Ibrahimu aliingia na Mungu. Na anamwambia ile Mwanzo sura ya 17, anamwambia wazi, anamwambia Ibrahimu, nitakupa vyote na watu wako wataishi, ila wataenda utumwani. Na wataenda utumwani, watarudi hapa. Ndio unaweza kusema, yaani yule jamaa yuko hai, alafu baada ya miezi kadhaa unashangaa ameinuka, amesokea. Kumbe Mungu, wazazi wake waliingia agano na Mungu. Ama yeye mwenyewe aliamua kuweka agano na Mungu kama Nuhu. Nuhu aliweka agano na Mungu, sura ya 8. Mwanzo sura ya 8. Nataka uone. Na tena Mungu akaweka agano na Nuhu. Alafu Nuhu alipotoa ile sadaka kwa kiagano, Mungu akamwambia nakupa majira ya mwaka. Majira ya kupanda, majira ya kuvuna, na mvua za kupandia na kuvuna. Na hayatakoma. Hilo ni agano. Ni namna ambavyo unaenda mbele za Mungu, kwa namna
ya kiagano. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ibrahimu akasema, Bwana Mungu, nipate kujua ya kwamba nitairithi. Akamwambia, angalia, Mungu sasa anamwambia hapa, usifunge macho, ipokee hii kama ilivyo. Mungu akamwambia, nitolee ndama. Angalia, Mungu anampa maelekezo. Nitolee ndama, maana yake animbariki eneo la wanyama. Akamwambia, nitolee ndama wa miaka 3, nitolee mbuzi wa miaka 3, kondoo mume wa miaka 3, na hua mwananjiwa amtolee sadaka. Sasa angalia, kwa nini hawa wote walikuwa wadogo, miaka 3? Hawa wote Mungu alikuwa analenga kwenye uzao, kwenye kizazi kinachokuja. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa analenga kwenye hii generation ambayo inakuja, inatengeneza taifa. Miaka 3. Manake hawa hawajachafuka, wako vizuri, wana uwezo wa kuelewa, wa kusikia, wa kupokea, wa kupambanua. Akachukua, Biblia inasema akampatia hao wote, akawapasua. Zamani hizo sadaka ilikuwa inateketezwa, akaiandaa hii sadaka. Kilichotokea hapa, wakati ameandaa ile sadaka, wakaja tai wa ile sadaka. Na wengi huwa tunaandaa sadaka ya agano la Mungu. Na sana hii isikie, watu wengi tunaandaa sadaka ya agano, sadaka ambayo itakuvusha, italinda kizazi mpaka cha 3 na cha 4. Manake ni miaka 400. Kila kizazi cha kwanza ni miaka 100. Bwana asifiwe. Kwa hiyo agano la Mungu linaenda miaka 400. Kwa kuwa shetani anajua inaenda miaka 400, wakati umeandaa ile sadaka, unashangaa ugonjwa unatokea, ugomvi unatokea ndani, hamuelewani, dharura zinatokea. Na usipokuwa makini, kama sio mtu wa imani, unaweza ukaona zile dharura hewala na unajifariji kabisa. Na ukatoa fungu lako la 10 ulikuwa umeandaa, ukalipeleka kule linakoenda, ukajifariji kabisa, ukaona leo nina mvua. Umeandaa sadaka, unasema ngoja nende nikatoe, mvua inanyesha. Sasa leo siendi kanisani, na unajifariji. Lakini kumbe shetani anajua, anacho disconnect ni ile connection, kwa sababu anajua kuna agano unaenda kuweka na Mungu. Kuna mzee mmoja alikuwa anaishi pale extend. Huyu baba aliugua, ni ndugu yangu kabisa. Alikuwa kwetu kwa kina Kisana. Alikuwa ni mcha Mungu. Sasa alipokuwa, mimi nilikuwa chuoni Makumira. Nikapigiwa simu na mwanae, akaniambia, bwana, huku babu anaumwa na inaonekana na changamoto kwenye damu inapungua, kwa hiyo anakuwa naongezewa damu. Endelea kumwombea. Tukawa tunaomba. Akawa amepelekwa hospitali, akaenda kufanyiwa huduma hospitali ya sakramenti. Akasema, nataka nitoe sadaka ya shukrani nikitoka hospitalini. Na kweli aliweka agano na Mungu. Kwa mchungaji, mimi nataka nitoe sadaka ya shukrani nikitoka hospitalini. Baada ya siku 3 akatoka hospitalini, karudi nyumbani. Nyumbani wamemwandaa, ilikuwa ni Alhamisi. Akaandaa sadaka yake ili Jumapili aende akatoe shukrani pale usharika wa extend. Jumamosi wamempasia nguo, jioni wameziandaa kila kitu na sadaka yake anayo, lakini anataka aende akaitolee kanisani. Asubuhi saa 11 hali imebadilika. Wakamkimbiza tena hospitali. Alipozinduka akauliza, muda wa ibada umeisha? Hapa ni amezinduka. Akaambiwa muda wa ibada umeisha, sasa hivi ni saa 8 baba. Akasema, nataka nikatoe sadaka kanisani. Akaambia, akija watumishi, akasema, hapana, nataka nikaitoe kanisani. Na jambo la Mungu, nina neno la Mungu. Hataki kusema, lakini anasema nina neno la Mungu. Sasa mgonjwa akishafika hali hiyo, huwa tunamwacha yeye na Mungu wake, anajua anachoongea. Hata tukienda kuwashirikisha, akishasema, bwana, nataka niongee mchungaji, tunamwambia watoto sogeeni, wengine sogeeni. Ana neno.
Baada ya siku 3 tena akaruhusiwa, akarudi, na siku aliyoruhusiwa ilikuwa ni Jumamosi mchana. Yeye akawa amepanga Jumapili na nguvu alionayo ataenda kusali. Wameondoka, wamefika hapa katikati, hapa kwenye reli ya Mwananchi hapa katikati, karibia na usharika sasa Extend. Hali ikabadilika kabisa, ikabadilika. Kwa hiyo wakashinda tena kwenda kanisani, wakampitiliza, wakaenda mpaka Muhimbili, kalala tena. Safari alilala siku 7 na alikuwa ondoke, akapona, akawa sawa. Kwa hiyo aliporuhusiwa kurudi nyumbani, akawaambia naombeni sadaka yangu, na anatembea nayo hadi popote anapoenda. Akaambia naomba tukitoka hapo hospitali tupitie kanisani moja kwa moja, hata kama kuna watumishi itaitoa. Wameenda, wamefika getini, mzee saa nyingi alishaondoka, Sasa baada ya miezi 3 mwanae ndio anapata maono, anaambiwa na Mungu, baba yako alizuiliwa asitoe sadaka iliyokuwa inamwokoa maisha yake. Anaambiwa, mtoto analia na mtu mzima yule baba analia, anasema mchungaji, baba yetu sisi asingeondoka. Sasa ile sadaka wanayo, wanashindwa kuitoa. Wanaitoa vipi? Nikamwambia nendeni mkaitoe, na baba alishasema hapo, nendeni mkaitoe, kwa sababu inawezekana kuna kizazi kinaokolewa. Lakini wamekuja kujua kumbe nyumbani kuna ibada ilifanyika. Walihamisha kaburi la babu yao kwa ubabe. Alafu bibi akamwambia, nimemhamishia mume wangu, nikiamka asubuhi na mtizama ili muuze kiwanja, mtanitambua. Kwa hiyo mzee alikuwa anaenda kufuta kile ambacho kiliwekwa cha kifamilia. Alikuwa anaenda kuweka cha Mungu, kwamba Mungu, kama nikiondoka mimi niondoke na hicho. Unasoma Biblia inasema Daudi Mungu aliweka na agano na yeye juu ya uzao wake, akasema sitakufa bali nitaishi. Lakini katika Samueli wa pili 7:12-15 ndipo agano na Mungu na Daudi lilipokaa sawa sawa. Akamwambia Daudi, hautajenga nyumba yangu, lakini kwa kuwa aliweka agano atajenga mwanao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Angalia Solomoni alipoingia kwenye matatizo na kuoa masuria, watu walitegemea angeshusha adhabu. Mungu hakumwazibu kwanza, akasubiri kipindi chake cha ufalme kiishe, ndipo akaachilia zao. Kwa nini? Kwa sababu ya agano lililokuwepo la yeye na baba yake. Kwa hiyo kuna wakati hata wewe unaishi kwa neema kwa sababu liko agano, likifutika unaondoka. Litunze agano la Kristo. Haleluya kanisa. Bwana asifiwe. Na sisi tunaishi kwa agano. Wagalatia 3:14 Mungu anasema anamtoa Yesu Kristo kuwa sadaka ya agano kuu ya ukombozi kwa damu yake, na sisi tumeingizwa katika agano la Ibrahimu kwa njia ya imani. Wagalatia 3:14 tunaingizwa katika hilo kwa njia ya imani. Na tunapotoa sadaka kwa imani, mpendwa, unapotoa sadaka kwa imani kwa kiagano, baraka za Mungu zile alizoziachia kwa Ibrahimu zinatiririka kwetu. Ukitoa sadaka kiagano, si kwa kulazimishwa. Sadaka kiagano ni kwa upendo, ni kwa moyo wa kupenda na utii ulioko ndani yake. Ibrahimu alitii, akatoa ile sadaka. Ibrahimu alikuwa na imani, akatoa. Sasa ule mstari wa 9 na kuendelea, utaona Ibrahimu alipolinda ile sadaka, alipoilinda alipitiwa na usingizi. Alipolinda ile sadaka, ni sasa na wewe unapaswa uilinde sadaka uliyoiandaa. Ilinde sana, itakusaidia. Ilinde sana. Jana niwaambia wazee wako wa kanisa, niwaambia msiruhusu washirika kuomba chenchi baada ya sadaka. Ni kama wengine wakunielewa, niwaambia msiruhusu kwa sababu
agano na yule muumini, kwa sababu sadaka anatakiwa iandae siku moja kabla ya ibada. Wengine wanaandaa wiki, ibada leo imeisha, anaandaa sadaka ya Jumapili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa huyu anayekuja leo ibada imeisha, anakuja kuhitaji sadaka, unamletea yule tai, anaondoa agano. Lakini pia kuna sadaka ya muumini ambayo imetolewa hapo, bado ule moto wa madhabahu unafuka namna hii, unaharibu lile wingu la kimadhabahu. Sasa kaambia mchungaji, hii tumeelewa. Na mimi msharika na kusii, usisubutu kumuita tai kwenye matoleo yako. Bwana asifiwe. Wewe andae sadaka yako kabisa, wala usije ukaomba, kwa sababu ule moto wa madhabahu unavufuka, alafu wewe ujui ya kwako imetoka hapo, unakuja kuchanganya na ile, alafu kila siku unahangaika, mambo yanakuwa magumu. Acha. Ibrahimu akalinda ile sadaka. Alipoilinda, Mungu akamletea maono, akamwambia, ni mimi Mungu ninashuka na naweka agano la leo. Hebu tusome pale. Mungu anamwambia sasa Ibrahimu, baada ya kutoa ile sadaka na Ibrahimu alipoilinda, Mungu anamwambia hivi, mstari wa 18, siku ile Bwana akafanya agano na Ibrahimu akasema, uzao wako nimewapa nchi hii kutoka mto wa Misri na kuendelea. Maana yake ni nini? Mungu anamwambia nimeapa na wewe. Lakini Mungu wakati anaweka agano, utaona kilichotokea, ulishuka moto, na ule moto ukapita katikati ya ile sadaka ukaitafuna yote. Ni kama Mungu anasema, nisipotimiza kile ambacho Ibrahimu anamuuliza, ule mstari wa 8 anamuuliza Mungu, nitathibitishaje? Mungu anamwambia, nisipotimiza mimi nitakatika vipande vipande. Sasa angalia Mungu anachokifanya. Hata walipoenda utumwani walitoka. Hata walipokuwa akasema, mwambie Musa, waambie wana wa Israeli watoe sadaka ya kondoo, kila familia ile nyama wale, ila damu ile ni sadaka ya agano na ukombozi, kwa kila nyumba wapake kwenye milango. Hivi unadhani wale ambao walikuwa wana kondoo walifanyaje? Bwana asifiwe. Wale ambao walikuwa wana kondoo walifanyaje? Walienda kununua, walienda kutafuta, wakapaka. Na hapa Mungu anasema, ili agano langu na Ibrahimu litimie, hata haijalishi kwa Farao kuna watoto wamezaliwa leo hana hatia, lakini mzaliwa wa kwanza nitamwondoa mpaka Farao hakikisha ameachia watu wangu. Kwa maana agano ndio liweka na Ibrahimu, lazima lithibitike. Hivyo nadhani wale watoto wazaliwa wa kwanza wa Misri walikuwa na hatia, wengine vichanga kabisa, lakini alipopita aliondoka nao. Lengo ni nini? Akomboe watu wake. Wakakutana na bahari, akasema haijalishi kuna bahari, agano langu lazima litimie, tumia fimbo ulionayo. Akavuka. Nakwambia mtu wa Mungu, hata wewe asubuhi ya leo Mungu anaweka agano na wewe kwa jina la Yesu. Kile ambacho utasogea mbele yake kwa imani, amini, litatimia. Bwana asifiwe. Nenda kwa imani. Mungu akusaidie sana. Sadaka ya agano ina mambo mawili. Jambo la kwanza inaleta mabadiliko ya vizazi. Hata cha tatu na cha nne inaleta mabadiliko endelevu. Baraka zinaenea kwa uzao wako. Mwanzo 22:16 hadi 18, Samueli wa pili 7:12 hadi 15. Methali 13:22 inasema, baba mwenye hekima hutoa sadaka ya agano kwa ajili ya uzao wake. Wanaume, Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe wanaume. Bwana asifiwe. Methali 13:22 Mungu anasema, wanaume mwenye hekima hutoa sadaka ya agano. Anasema, mtu mwema huachia wanawe urithi, na mali ya mkosaji huwa akiba kwa mwenye haki. Angalia hapa, ukisoma kwa tafsiri ya lugha ya Kiebrania, wameenda direct kwenye lugha ya asili. Kwa ni mwanaume, kwamba mwanaume mwenye hekima atatoa sadaka
ya kuinua uzao wake. Asiye na hekima, yani mpumbavu, katumia neno mpumbavu, ataiangamiza familia yake kwa uchoyo wake. Ndio maana Yesu anakuja kukemea, anasema wenye choyo hawataishi. Wachoyo oye! Bwana asifiwe. Wachoyo wanaga furaha hata siku moja. Bwana asifiwe. Angalia Mungu anavyosema, na mithali hii anatuambia urithi na mali mtoto atapata kwa babaye. Read your Bible, anasema urithi na mali mtoto atapata kwa babaye, yaani mtoto wa kiume atapata kwa baba, ila mke atapewa na Bwana. Sasa kama huyu baba hakuweka agano la uzao wake, alafu mke umeingia kwenye familia ambayo baba kuweka agano, mtateseka tu. Yaani mtakuwa hampatani. Ukija kwenye maendeleo lazima mgombane. Yaani ikija swala la kustawi, mtakuwa mna struggle sana. Kwa sababu agano la huyu ni tofauti na agano la huyu ni tofauti. Lakini ikiwa wote agano lenu the same, you are move. Hata kama mapato yenu ni 100,000 kwa mwezi, mtasonga kuliko hata wenye mamilioni. Bwana asifiwe. Kwani uongo? Si kweli? That's the fact of the Bible. Kwa hiyo omba sana ukutanishwe na mtu ambaye ana agano na Mungu na wewe una agano na Mungu. Na kama upo katikati, mwambie Mungu agano linafutwa. Na agano linafutwa pale unapofanya kwa imani na lile toleo lako la imani. Zaburi ya 20, Mungu anasema anatimiza. Kwa hiyo jambo la kwanza, sadaka ya agano inaeneza baraka kwa uzao wako kizazi hata kizazi. Jambo la pili, sadaka ya agano inafungua ulimwengu wa kiroho kwa ajili yako. Inafungua ulimwengu wa kiroho kwa ajili yako. Tunasoma Injili ya Luka sura ya 6. Injili ya Luka sura ya 6 aya ya 8. Wakorintho wa pili 9:6 hadi 8. Kumbukumbu la Torati ile sura ya 7 mstari ule wa 9. Biblia inasema inafungua mlango wa kiroho. Ukifungua mlango wa kiroho unapata maono na uwezo wa kuyajua yale ya Mungu. Anasema basi jueni ya kuwa Bwana Mungu wenu ndiye Mungu, Mungu mwaminifu, ashikaye agano lake na rehema zake kwao wampendao, na kushika amri zake hata vizazi 1000, naye huwalipa wamchukiao mbele ya uso wao. Mungu anakulinda. Bwana asifiwe. Nataka nimalizie na neno hili, Mwanzo 26:12. Ione nguvu ya sadaka inayotolewa kwa namna ya kiagano. Ujue kwamba inatembea na uzao. Hapa kwenye Mwanzo 26:12 tunamwona Isaka. Isaka ni mtoto aliyetokana na sadaka ya kiagano iliyotolewa kwenye Mwanzo 22. Na Mungu akaweka agano na Ibrahimu. Akamwambia, kwa kuwa umeninyima sadaka hii, nami nitakubariki na nitabariki watoto wa kwako na uzao wako. Angalia sasa, ujue sasa baraka zinaenea. Isaka alipokuwa katika ile nchi ya ugeni, ile nchi ikapigwa na njaa. Ilipopigwa na njaa, hakuna mjasiriamali yoyote aliyefanya kitu chochote. Isaka mwenyewe akataka akimbie, lakini agano la Mungu likapiga kelele ndani yake, likamwambia, niliweka agano na baba yako. Sasa hapa jangwani hakuna kukimbia, lima. Biblia inasema akapanda wakati wa jangwa, wakati wa njaa. Biblia inasema akavuna mara 100. Why? Mungu anamwambia, kwa sababu nalikumbuka agano nililoliweka wewe, nililoliweka mimi Mungu na baba yako, kwamba nitakubariki hata katika jangwa. Nataka nione watu wa Mungu wanaosema sisi hata jangwani tutapanda. Bwana asifiwe. Nataka leo badilishe, hata jangwani nitapanda. Bwana asifiwe. Baba mama mweka agano. Hana aliweka agano na Mungu. Namalizia, Hana aliweka agano na Mungu. Samueli wa kwanza sura ya 1 mstari wa 11. Hana alikuwa na mtoto. Akasema hivi, Mungu ukinipa mtoto
kutumikia. Mstari wa 15, sio kwamba Hana alikuwa atoe sadaka, alikuwa anatoa sadaka zake, lakini hii akaifanya kwa tofauti, ikawa ni sadaka kwa mtazamo wa kiagano. 19, Biblia inasema Mungu akamkumbuka, akapata mwana, naye akampeleka madhabahuni, akamwambia Mungu, umenipa mtoto Samueli, naye atakutumikia. Biblia inasema Samueli alikuwa na akili kuliko watu wote katika Israeli, na akawa nabii wa kipekee na wa aina yake. Bwana asifiwe. Lakini alikuwa ni mtoto wa kiagano, aliweka agano, Mungu akamfundishia mtoto. Alafu nenda ile sura ya 2, utaona wale wa Penina kilichotokea. Walifanyaje? Kwanza walikuwa wezi, wakaiba sadaka kanisani, wakapigwa na radi, wakafa. Baba akapigwa na stroke. Kanisa, Bwana asifiwe. Mama aliweka agano, baba hakuweka agano. Wale wakawa wezi, wakapigwa na radi, wakafa watoto na baba, akabaki Samueli mtoto wa agano, akaipeleka taifa mpaka likakaa sawa sawa. Mwambie Mungu, kama ulikosea omba toba leo. Bwana asifiwe. Mungu anakupa nafasi. Kama ulikosea omba toba leo. Wapendwa, Zaburi ya 50 mstari wa 5, Mungu anatuambia tutoe sadaka kwa mtazamo wa kiagano, si kwa kulazimishwa, bali kwa utii na imani. Na Mungu anasema nikusanyie watu wangu waliotoa sadaka kwa mtazamo wa kiagano. Zaburi ya 50 mstari wa 5 anasema nikusanyie waliotoa sadaka kwa mtazamo wa kiagano, niletee, nikusanyie ili iweje? Mungu anasema wazi ule mstari wa 14 hadi wa 15 Zaburi hiyo anasema, na hawa wakiniita, wakinililia kwa lolote kwa nyakati zozote, nitawaitikia, nami nitakuwa Mungu wao. Mungu yuko tayari kufanya agano na wewe, kwa sababu sadaka huunganisha roho ya familia na madhabahu ya Mungu. Fahamu hilo, najenga hilo, litakusaidia sana. Na wazazi wanakuja na wanaenda, wengine wanakuja wanasema, mchungaji, nimeleta mwanangu. Ukisoma Luka sura ya 2, hata Yesu alipelekwa madhabahuni. Isoma, Mariamu na Yusufu wakamchukua Yesu wakampeleka kwa kuhani. Simeoni akambeba mtoto akaenda madhabahuni, akamwombea na kumbariki, na akatoka pale akaenda imani. Bwana Yesu asifiwe. Akakaa sawa sawa, hakuna kilichomsumbua Yesu. Kwa hiyo fika mahali, weka agano na kazi yako, weka agano na Mungu kwenye ile kazi yako, weka agano na Mungu kwenye shughuli zako, weka agano na Mungu kwenye afya yako, weka agano na Mungu kwa watoto, kwenye ndoa yako, weka agano na Mungu, weka agano na Mungu kwenye maisha yako. Mungu atakulinda pale kazini, wataona unaenda, unasogea, unainuliwa viwango vingine, lakini kwa sababu ya agano ambalo umeweka na Mungu kupitia matoleo yako. Haitaji kulazimishwa, ila ni kwa moyo wa upendo. Na Mungu atusaidie tufanye kwa uaminifu. Amen. Aingia rohoni mwangu. Omba. Wewe mwambie Mungu haja ya moyo wako. Mwambie Mungu juu ya wiki iliyoisha. Mwambie Mungu juu ya wiki inayoanza. Ongea na Mungu wako. Sisi tutaimba kama wana wa Asafu kwa ajili yako. Anasema kwa ajili ya familia yake, anasema kwa ajili ya watoto wake.